Waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen kujiuzulu. Hujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na ikiwa wewe ni mgeni hapa, tafadhali kumbuka kusubscribe. Waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen anakabiliwa na shinikizo kubwa la kujiuzulu, huku viongozi wa kisiasa na wananchi wakizidi kuonyesha kutoridhishwa na utendaji wake kufuatia ongezeko la matukio ya ukosefu wa usalama nchini. Mbunge wa Githunguri Gathoni Wamchomba ameongeza wimbi jipya la ukosoaji dhidi ya Murkomen, akimtuhumu kwa kushindwa kukabiliana na vitendo vya uhalifu, hasa katika maeneo yanayokumbwa mara kwa mara na uvamizi wa majambazi kama eneo la Kerio Valley. Wamchomba alitoa matamshi hayo baada ya kuuawa kwa padri Mkatoliki Alois Cheruiyot Bet, ambaye alipigwa risasi na watu wanaoshukiwa kuwa majambazi katika eneo hilo linalojulikana kwa ukosefu wa usalama wa kudumu. Kwa mujibu wa mbunge huyo, Murkomen amekuwa bora zaidi kama mkosoaji wakati akiwa nje ya serikali, lakini sasa ameshindwa kutimiza majukumu yake akiwa kwenye nafasi ya mamlaka. Wito huu wa kujiuzulu umekuja siku chache tu baada ya seneta wa Nandi Samson Cherargei pia kumshutumu vikali Murkomen, akisema kuwa hana uwezo wa kusimamia wizara hiyo nyeti. Na katika kikao cha seneti kilichofanyika Jumatano, Cherargei alieleza kuwa uzembe wa Murkomen unaweka maisha ya Wakenya wengi hatarini, na tofauti na sekta nyingine ambapo matatizo yanaweza kusuluhishwa bila kupoteza maisha. Zaidi ya viongozi wa kisiasa, wananchi kupitia mitandao ya kijamii wamejiunga na kampeni ya kumtaka Murkomen aondoke madarakani, wakieleza kutoridhishwa na namna anavyoshughulikia ongezeko la matukio ya mashambulizi, ugaidi na ujambazi maeneo mbalimbali ya nchi. Ukosoaji huu umejikita kwenye madai ya kushindwa kuchukua hatua madhubuti licha ya maonyo ya awali kuhusu hali hiyo. Hii si mara ya kwanza kwa Murkomen kushinikizwa kujiuzulu. Akiwa waziri wa uchukuzi hapo awali, alikumbwa na lawama nyingi kuhusu kucheleweshwa kwa miradi ya utendaji hafifu, ambapo alijitetea kwa idara yake ilikuwa ikikabiliwa na ukosefu wa fedha. Hata hivyo, wakosoaji wake walisisitiza kuwa sababu hizo haziwezi kuwa kisingizio kwa kusuasua maendeleo muhimu. Sasa akiwa katika wizara yenye jukumu la moja kwa moja kulinda maisha ya usalama wa wananchi, Murkomen anakumbwa na mtihani mkubwa wa uongozi, huku wasiwasi ukizidi miongoni mwa Wakenya. Wengi wanahisi kuwa hali ya usalama imezorota kwa kiwango kisichokubalika, na wanaendelea kushinikiza hatua za haraka kuchukuliwa ili kurejesha utulivu nchini. Na wakati hali ikiendelea kuzua taharuki, Rais William Ruto ameahidi serikali yake haitalegeza kamba kama kulinda maisha ya wananchi. Akizungumza alipomwomboleza Padri Beti, Rais Ruto alisisitiza kuwa serikali imejipanga kuhakikisha usalama sio tu kwa katika eneo la Kerio Valley bali kote nchini, na akiahidi hatua kali dhidi ya wahalifu.